Tunaanza katika aya ya 50 mpaka aya ya 53 katika suratul Kahfi. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, asema Allah subhanahu wa ta'ala: wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana minal jinn fafasqa an amri rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا في أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينكم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق الله العظيم ونحن على ما قال ربنا ورازقنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين. Aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kwa eneo kingine na kuna maudhui kusudiwa mengine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, nakumbukeni tulipowaambia malaika msujudieni Adam, wote wakasujudu isipokuwa Iblis. Kana minal jinn, Ibilisi yeye hakuwa katika asili ya malaika, yeye alikuwa ni katika majini. Fafasaqa an amri rabbih, yeye akatoka katika utii wa Mola wake mlezi. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni, hivi huyu ndiye ambaye nyinyi mnamchukua kuwa rafiki yenu na mkamtii kinyume na mimi ambaye nimekuumbeni? Mnamfanya kuwa ni rafiki yenu, mkamtii, mkamsikiliza, mkamfuata min duni, kinyume na mimi Mola wenu mlezi. Wa hum lakum adu, ili hali yeye na kizazi chake wote ni maadui zenu. Bi'sa lidh-dhalimina badala, ni badala mbaya kabisa mlioichukua, ni badala mbaya watu wenye kufanya dhulma walioamua kuichukua. Ma ashahadtuhum khalqa as-samawati wal ard, hao mnaowachukua kuwafanya ni miungu yenu, mkawasikiliza mkawatii katika ulimwengu, sikuwashuhudisha wakati wa kuumba mbingu na ardhi, wala hawakuwepo, wala sikuwashuhudisha hata kwenye kuwaumba wao wenyewe, hawakushuhudia wala hawakushirikishwa. Ni kuumbeje, ni kufanyeje, hawakuwepo. Hao mnaowachukua kwa ni miungu wenu, au mnaofanya kama wasaidizi wa Mungu katika maisha ya dunia. Wala fi anfusihim wama kuntu muttakhidha almudillina aduda, na mimi siwezi kuwachukua watu ama nikachukua wenye kuwapoteza viumbe wangu nikawafanya kuwa ni wasaidizi wangu, hasha wakalla, wala haiwezekani. Wa yawma yaqulu nadu shurakai alladhina za'amtum, siku hiyo Allah atawasemesha wanadamu, aseme, haya waiteni wale mliokuwa mnasema ni wasaidizi wangu katika haya maisha, waiteni. Nadu shurakai alladhina za'amtum, waiteni wale wasaidizi wangu mliokuwa mkidai katika haya maisha ya dunia kwamba wananisaidia mimi katika kuendesha ulimwengu ni aliyomo. Fada'awhum, nao watawaita, falam yastajibu lahum, lakini hawatawajibu, hawataweza kuwajibu. Waja'alna bainahum mawbiqa, na hapo tutaweka kitenganishi
hawataweza tena kuwa pamoja. Manake kutawekwa kitenganishi baina ya wale ambao wamekuwa na imani na wale ambao wamebaki katika kufuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah amaliza asema wara'a almujrimuna an-nara, na hapa waovu watauona moto wasiwazi. Fadhannu annahum muwaqi'uha, na sasa watadhani, watajua, watakuwa na hakika huu moto ni wa kwetu, lazima tutakuwa ni wenye kuingia. Walam yajidu anha masrifa, pamoja na hatari wanayoiona mbele katika wakati huo, walam yajidu anha masrifa, hawatokuwa na njia ya namna yoyote ya kuepuka wasiingie katika moto huo. Tunastafidi nini katika aya hizi? Sehemu ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo sofande imebeba maudhui kubwa katika aya zote hizi, ni ukumbusho wa dhamira na malengo ya kuumbwa kwetu sisi hapa duniani, na namna ambavyo tumewekewa uadui wa kututoa katika hiyo njia ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuumbia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba wanadamu wala majini isipokuwa, sikuwaumba majini wala wanadamu isipokuwa nimekusudia waje kunitumikia. Ma uridu minhum min rizq wama uridu an yut'imun, sikuwaumba ili waje kunitafutia riziki mimi, wala sikuwataka mimi waje hapa kwa ajili ya kunilisha. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, Allah mwenyewe ndiye anayetoa riziki na ndiye mwenye nguvu madhubuti. Kwa hiyo tumeleta duniani tumtumikie Allah subhanahu wa ta'ala kwa saa 24 za maisha yetu yote tutakapokuwa tuko hai. Lakini katika hali hii Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha tukio lililotokea kwa mara ya kwanza kabisa kabla Adam hajaletwa katika hii dunia. Ni katika tukio la kwanza Adam alayhi salam anakutanishwa na malaika, anakutanishwa na Ibilisi. Allah sema, kumbukeni tulipowaambia malaika msujudieni Adam, wote wakasujudu illa Iblis, isipokuwa Iblis kana minal jinn, yeye huyu alikuwa ni katika vizazi ama katika kizazi cha majini, lakini kwa sababu alikwisha ishi na malaika kwa kipindi cha kutosha na alikuwa ni mtiifu na anafuata maelekezo, akawekwa katika kundi la malaika kwa sababu za kimaisha. Na walipotoa maelekezo haikutajwa tu kwamba malaika peke yake, basi waliambiwa kundi lote waliokuwa pale msujudieni Adam, wote wakasujudu illa Iblis, isipokuwa Iblis. Yeye alikuwa ni katika majini, hakuwa na asili ya malaika. Asili ya malaika tunaijua kwa mujibu wa sura At-Tahrim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema malaika wao ni watiifu kwa asili, wanafanya tu kile walichoamrishwa. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa Allah anaoamrishwa, lakini pia wanafanya tu lile ambalo wameamrishwa. Kwa hiyo kwa asili yao hawatii kwa utashi wao, bali wanatii kwa asili walioumbiwa. Iblis kwa sababu yeye ni kama mwanadamu, ana utashi wa kutii na kuasi. Fafasaqa an amri rabbi, yeye akakataa kusujudu. Na kwa namna nzuri tu Mwenyezi Mungu akamsemesha. Ukipita kwenye Qur'an, akitaka kujua hoja ambayo ameisimamia kwa kutomsujudia Adam, pengine angeweza kusema sikujua kama na mimi nilihusika, nidhani nahusi amri na wahusu malaika peke yao. Lakini Iblis ala al-asaf, kwa masikitiko, akasema ana khairun minhu, hakuna kilichonizuia mimi isipokuwa nahisi mimi ni bora kuliko yeye. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, huyu umemuumba
kwa udongo na mimi umeniumba kwa moto, najihisi kwa umbile langu mimi ni bora kuliko yeye. Kwa hiyo badala ya mimi kumsujudia yeye, ndiye alistahili anisujudie mimi. Fafasaqa an amri rabbi, akatoka katika njia ya utii wa Mola wake mlezi. Allah anauliza, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni, hivi huyu ndiye mliyemchagua kumfanya kuwa ni rafiki yenu akikuamrisheni mnatii, kuliko mimi ndiye kuumbeni na nikakuwekeni katika ardhi ninayekupeni kila kitu mnachokihitajia, alafu mnachagua kiumbe huyu ambaye ameweka uhasama na nyinyi tangu siku ya mwanzo kabisa, tangu siku ya makutano ya mwanzo yeye amefanya kwamba nyinyi ni maadui zake. Kisha Allah baada ya kuwa Ibilisi ameonesha ile hali ya kibri, Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine asema, qala khuruj minha maz'uman madhura, akamwambia Ibilisi, sasa unatoka hapa na utatoka hali ya kuwa ni mwenye kudharauliwa, lakini ni mwenye kufukuzwa katika rehema ya Allah. laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in, nasema na atakaye kufuata katika yeyote katika majini na katika watu mtakujazeni katika moto wa jahannam. Ibilisi bado akajenga kibri cha ziada, akamwambia, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, kwa hiki ulichonifanyia leo, anamwambia Mola wake mlezi, na mimi ninakuahidi hiki kizazi chako, kizazi chake Adam na kizazi chake wote nitawapoteza, nitawatoa katika njia yako. thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin, kisha nitakizonga zonga hiki kizazi, ikiwa mbele yao, nyuma yao, juu yao, chini yao, kulia kwao, kushoto kwao, nitakizonga, wala hautakikuta kizazi kikubwa au sehemu kubwa yao ni wenye kutekeleza kila ambacho umewaletea katika haya maisha. Na Allah akamwahidi kwamba wewe wala huna uwezo kwa mtu ambaye amenielewa vizuri, lakini na kuahidi pia atakaye kuitika kwa wepesi akaniasi mimi, wewe na kizazi hicho nitawatieni jahannam, na nitaijaza jahannam kwa kutumia watu hao, nitawajaza katika moto wa jahannam. Kisha baada ya pale yaliyotokea yametokea, na mwisho tukasababishwa kuingia katika dunia tukiwa kama nasemia mtihani, tunakusudia kutazama utii wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaturudisha kwenye historia hii, anasema hivi, nyinyi mtu kiumbe wa aina hii aliyekujengeni bifu ya aina hiyo, mnaweza kumfanya kuwa ndiye rafiki yenu wa kutiiwa, alafu mkaniacha mimi ambaye nimekuumbeni na kupeni hadhi kubwa, nikaamuru mpaka malaika wakusujudieni kwa heshima yenu. Bisa lidhalimina badala, mbona mmekuchukua uamuzi mbaya kabisa, mbona katika kudhulumu kwenu mmechukua badala iliyokuwa mbaya kabisa. Yani kwa lugha nyingine ni kama vile Allah anatuambia, hata kama tungekaa tukafikiri tunatafuta namna ya kumkufuru Mungu, basi tusingechagua hilo, yani hilo sio chaguo sahihi. Tukamchukua Ibilisi, tukamtii, tukamsikia, akatupa maelekezo, tukafuata kwa wepesi, alafu tukamkufuru aliyetuumba, akatuleta, akawaita malaika, akatupa heshima, wa malaika wakatusujudia, na baada ya pale sisi Ibilisi akatukana na akatoka pale akaahidi kujenga bifu, bado sisi tunamkumbatia katika mapito yetu ya maisha ya kila siku. Bisa lidhalimina badala, ama madhalim wamechagua chaguo baya kabisa katika machaguo ya kumwasi Mola wao mlezi. Na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala sema, walaqad saddaqa iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin, kwa ubaya wa bahati ahadi hii aliyoichukua Ibilisi ameitekeleza kweli kweli. Ile dhana yake aliyomwahidi Mola wake mlezi
amekwenda akaitekeleza vizuri kabisa katika haya maisha ya dunia. Fattabauhu, akafuatwa na watu wengi kabisa, illa fariqan, isipokuwa kundi dogo, minal mu'minin, katika waumini. Lakini kundi kubwa ya wanadamu wote wamekwenda katika nyayo za Ibilisi. Allah anauliza, afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliyaa min duni, hivi kweli huyo Ibilisi ndiye wa kumchukua mkamfanya rafiki yenu, mkamtii, mkamsikiliza maelekezo yake, min duni, kinyume na mimi? Bisalidhalimina badala, ama madhalim wamechagua chaguo baya kabisa katika machaguo ya kumwasi Mola wao.